Uhali gani mtazamaji wa Mjasilia TV, karibu sana kijiweni tena kwa mara nyingine. Langu jina ni Pele Mkono. Tuko hapa kusema yale ambayo yanasemeka, yale ambayo tunapaswa kuyasikia, lakini kikubwa ni kujifunza, kikubwa ni kuelimika. Mada mezani siku ya leo inasema, unafahamu nini kuhusu mkopo wa 10% unaotolewa na serikali ya awamu ya 6 ya Rais Samia Suluhu Hassan? Unafahamu nini kuhusu mkopo wa 10% unaotolewa na serikali ya awamu ya 6 ya Rais Samia Suluhu Hassan? Langu jina ni Pele Mkono. Na kijiweni leo tuko na afisa maendeleo Anna Mwakalinga. Anayo mengi ya kuzungumza na sisi. Tunayo mengi ya kujifunza kuhusiana na mkopo huu. Maswali yamekuwa mengi, viulizo vimekuwa ni vingi. Sasa majibu ya maswali yenu yote leo yatajibiwa hapa kijiweni. Karibu sana. Ni muda mrefu umepita toka Pele Mkono na Anna Mwakalinga tulivyokaa na kuzungumza. Habari za siku nyingi? Salama, habari yako? Njema kabisa. Nimekupoteza kwa muda mrefu kuzungumza namna hii. Karibu. Nipo naendelea na majukumu ya serikali yetu, ninapatikana Bugarama. Na nichukue fursa hii pia kusema karibu sana kijiweni. Karibu jibie maswali ya watu wengi sana. Karibu jibie viulizo vingi sana vya watu. Asante sana, na nipende kushukuru tu Mjasilia TV kwa ajili ya kunialika angalau kutumia platform hii kwa ajili ya kuweza kutoa elimu kwa jamii, waweze kuona nini ambacho Mheshimiwa Rais amekifanya ndani ya nchi yetu, hususan katika swala zima la kuwawezesha Watanzania kuinuka kiuchumi. Mtu akisikia mkopo wa 10% anatakiwa kuelewa nini? Tunaposema mkopo wa 10%, manake ni kwamba hili ni takwa la kiserikali. Ni takwa la kiserikali ambalo limetoa maagizo kwamba kila halmashauri ndani ya nchi wanapokuwa wanakusanya mapato yao ya ndani, basi wahakikishe kwamba wanatenga 10% ya fedha ya makusanyo yale kwa ajili ya kuweza kuviwezesha vikundi vya wanawake, vikundi vya vijana, walemavu, ili waweze kupata mitaji ya kuendeleza shughuli zao za kiuchumi, na mwisho wa siku basi waweze kuboresha maisha yao. Kumekuwa na maswali mengi sana ya hapa na pale kwamba mkopo unatolewa ndio, lakini kwa mtu mmoja inakuwa ni ngumu, kwa vikundi ni rahisi. Hii ikoje? Ni kweli ni kwamba mikopo tumekuwa tukitoa, na ndilo agizo la serikali kwamba mikopo ile itoke kwa vikundi na sio kwa mtu binafsi. Manake ni kwamba tunahitaji kuwafikia wananchi wengi zaidi kuliko mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo tunaamini kwamba wanapokuwa katika vikundi, mikopo ile inapotoka katika vikundi inawafikia watu wengi zaidi kuliko mtu mmoja. Lakini vile vile mikopo hii ya serikali haina dhamana, tofauti na mikopo ya taasisi nyingine za fedha kwamba unapoenda kukopa uweke dhamana ya shamba au dhamana ya nyumba. Sasa mikopo ya serikali haina dhamana. Kwa hiyo dhamana inayotumika kwa ajili ya ile mikopo ni ule umoja wa watu kuwa katika kikundi. Kwa hiyo wanadhaminiana wao kwa wao. Ndio maana mikopo ile inatolewa kwa njia ya vikundi na sio mtu mmoja. Japokuwa katika kategori ya walemavu, kama mlemavu atakosa wenzake katika kuunda kikundi, basi wao wana kipaumbele zaidi, anaweza kakopeshwa hata akiwa mtu mmoja. Na kikundi kinaanzia vijana wangapi? Kikundi chenye sifa ya watu wangapi? Wewe kina mama, wewe vijana au watu wenye ulemavu? Tunaposema kikundi ni kuanzia watu 5 na kuendelea. Watu 5 na kuendelea, kwa maana ya kwamba tunaamini katika watu 5 watapatikana viongozi 3 na waongozwaji 2. Kwa hiyo tunategemea kwamba kikundi kiwe cha kuanzia watu 5 na kuendelea. Japo katika huu utaratibu wa utoaji wa mikopo tunashauri, sio sheria, tunashauri kwamba at least sasa kikundi kisizidi idadi ya watu 10. Kwa sababu kikundi kinapokuwa na watu wengi sana, hata management yake inakuwa ni kazi kidogo. Lakini wanapokuwa watu 10 mpaka 5, management yake inakuwa ni rahisi, na wao wenyewe kwa wenyewe kusikilizana inakuwa ni rahisi sana. Kwa kawaida
miongoni mwa maswali ambayo watu wamekuwa wakijiuliza sasa ni taratibu zipi, ni mambo gani ambayo wanatakiwa wafuate wakati wanafikiria kuja kuchukua mkopo wa asilimia? Mambo muhimu ya kuzingatia kama watu wanahitaji kuchukua mkopo wa 10%, sharti la kwanza lazima wawe kwenye vikundi. Hiyo ndo sharti kubwa kabisa la msingi, lazima wawe kwenye kikundi. Na ili waweze kuunda kikundi ni kwamba kikundi wanachaguana watu ambao kwanza wanafahamiana vizuri, wanaelewana vizuri, lakini pia wawe ni watu ambao wana shughuli za kufanya. Kwa hiyo wakisha chaguana wale watu, kwa mfano ni kikundi cha watu 5, 6, 7 na kuendelea, wakisha fahamiana sasa wanakaa pamoja, wanajadiliana kwamba nini madhumuni yetu ya kuwa katika kikundi, lengo letu ni nini. Kwa hiyo wakishapata madhumuni na wakaweka ile nia ya pamoja ya kuanzisha kikundi, ndipo sasa sisi kama maafisa maendeleo tunawatembelea na tunawapa elimu na kuwasaidia ni namna gani waweze kurasimisha kile kikundi chao. Kwa maana hiyo lazima kikundi kisajiliwe na mkurugenzi wa halmashauri yetu ya Msalala. Kwa hiyo tutawafundisha ni namna gani watengeneze katiba yao, ni namna gani wataandika barua ya kuomba usajili, lakini pia ni namna gani wataweza kusajiliwa. Sasa moja kati ya sifa ili uweze kusajiliwa, lazima wale walengwa wahusika wa kikundi wawe na namba za NIDA. Kwa hiyo ni lazima kila mwanachama awe na namba ya NIDA, namba ya uraia. Sasa katika upande huo wa namba za NIDA na katika hiyo habari ya usajili kuna utofauti kidogo. Kwa vikundi vya vijana, kwa mujibu wa mwongozo na kanuni zilizotoka sasa, hapo nyuma vijana tulikuwa tunasema ni kuanzia miaka 18 mpaka 35 ndio mwenye sifa ya kupata mkopo. Lakini kwa mujibu wa mwongozo huu mpya sasa hivi Mheshimiwa Rais ameongeza. Kwa hiyo vijana wenye sifa ya kupata mkopo ni kuanzia miaka 18 mpaka 45. Utaona kwamba sasa hapo umri kwa upande wa vijana umeongezwa zaidi. Lakini kwa upande wa wanawake, yeye hata kama ana miaka 100 anaruhusiwa kuwa kwenye kikundi, ili mradi tu awe na uwezo wa kuzalisha, awe na uwezo wa kufanya kazi. Kwa hiyo kwa mwanamke hakuna limit ya umri. Kwa hiyo iko namna hiyo. Ni habari njema kwa akina mama, ni habari njema kwa wanawake, lakini pia bado ni habari njema kwa vijana ambao wanajitafuta kwenye haya maisha. Ukizingatia swala la ajira sasa hivi, kuna mahali nilikunukuu ukasema kwamba hakuna serikali inayoweza kuajiri wasomi wote. Kwa maana ya kwamba vyuo vinazalisha watu kila siku, vyuo vinazalisha wasomi kila siku. Sasa ni wakati wa vijana kutoka vijiweni, ni wakati wa vijana kutoka mitaani, ni wakati wa vijana kuondokana na ile dhana ya kusubiri kuajiliwa. Sasa watumie mikopo ya 10% kwa ajili ya kuweza kujiajiri. Miongoni mwa changamoto ambazo mnapitia sasa maafisa maendeleo kutokana na mikopo hii ya 10% ni ipi? Niseme tu kwamba changamoto zipo hususani kwa vikundi vya vijana. Tunapata changamoto kubwa sana. Nikichukua mfano tu kwa kata ya Bulyanhulu, kabla sija shifti kwenda Bugarama, ni vikundi vingi sana vya vijana ambavyo vimeweza kupata mkopo. Naweza nikasema kwa sina takwimu sahihi sana, lakini karibu vikundi 11 vya vijana wamepata mkopo. Changamoto inayojitokeza ni urejeshaji wa ile mikopo. Yaani hiyo ndo changamoto kubwa tunayoipata. Kwamba vijana wengi wamekuwa wakionyesha nia, wakionyesha hari ya kutaka kujiinua kiuchumi. Lakini wanapoanza ule mchakato wa kuomba ile mikopo na wanapokuja kufanikiwa kupata ile mikopo, mikopo ile hawaipeleki kwenye lile lengo walilokuwa wamekusudia. Matokeo yake kunakuwa na ile misuse ya ile mikopo. Lakini changamoto nyingine, vijana tulio wengi, naweza nikasema tulio wengi, hata mimi naweza nikajiweka kwenye umri wa kijana, ukija kwenye mambo mengine bado kijana. Hatuna ile elimu ya matumizi sahihi ya fedha. Lakini pia hatuna ile elimu ya nidhamu ya fedha.
Kwa hiyo matokeo tunajikuta fedha zile tunazozipata badala ya kuzipeleka kwenye kile tulichokusudia, tunazitumia kwa matumizi mengine. Na mwisho wa siku wanajikuta kwamba wanashindwa kurejesha zile fedha, tofauti ukilinganisha na vikundi vya wanawake. Vikundi vingi vya wanawake wakipata fedha wanazipeleka kwenye kile walichokusudia. That's why vikundi vya wanawake wameweza kuwa warejeshaji wazuri sana, tofauti na vikundi vya wanaume, vya vijana. Miongoni mwa changamoto kubwa ambazo zimekuwepo kwenye jamii yetu, mtazamaji, ni swala la uchukuaji wa mikopo yenye riba kubwa huko nje kwenye taasisi zingine tofauti na swala hili la kiserikali la mkopo wa 10%, na tumeona na kushuhudia wengi sana wakiumia kutokana na mikopo hii yenye riba kubwa. Na sasa hivi Wizara ya Fedha iko na ziara ya kuzunguka maeneo mengi hapa nchini kuhakikisha kwamba inatoa elimu kwa vikundi mbalimbali kuhusiana na masuala mazima ya fedha, hasa hiyo mikopo ambayo inakuwa na riba kubwa. Watu wanaenda kuchukua mikopo kwenye taasisi ambazo zingine haziko rasmi kwenye mfumo wa serikali, lakini pia mwisho wa siku kuna baki na vilio vingi sana kwenye jamii yetu. Unapofikiwa na fursa hii ya kupata elimu, vikundi vinapoitwa kwa ajili ya kwenda kupata elimu ya fedha na wataalamu hao wa masuala ya fedha kutoka Wizara ya Fedha, ni vizuri watu wakajitokeza. Lakini pia nina nukuu kutoka kwa mmoja ya watu hao ambao wanatoa semina. Wamesema kwamba kama ikitokea unapata fursa ya kuchukua mkopo, ni vema ukawaona wataalamu wa fedha au mwanasheria mahali ambapo unaenda kuchukua mkopo. Kama unajua kabisa kwamba hapa ninapoenda kuchukua mkopo sio mahali ambapo serikali inapamiliki au sio mkopo unaotolewa na serikali, ni vema ukapata ushauri kutoka kwa mtaalamu wa masuala ya fedha, lakini pia kwa mwanasheria ili akupe mwongozo wewe kusoma mkataba wa mkopo wako vizuri. Nina uhakika kabisa kwamba miongoni mwa mambo ambayo maafisa maendeleo mnayafanya ni kuwapa elimu sasa wale wana vikundi ili waende wakatumie fedha sawa sawa na kile ambacho kinakusudiwa. Tunatamani na pia mtazamaji angependa kuona sasa matokeo mazuri au kusikia matokeo mazuri ya fedha ambazo zimetolewa na kujifunza kutoka kwa hawa ambao tayari wamefanikiwa. Ni kweli mara nyingi ni kwamba katika huu utaratibu wa utoaji wa mikopo, sisi kama maafisa ambao ndo tunasimamia jukumu hili, huwa tunahakikisha kwamba tunatoa elimu kabla ya kutoa mkopo. Na ndio maana nimejaribu kukutazamisha pale ukiangalia kwamba vikundi vya wanawake wanazingatia elimu na wanaweza kufanya vizuri na wanarudisha marejesho. Lakini vikundi vya vijana mara nyingi huwa sio wazingatiaji wa elimu wanayoipata. Kwa hiyo ndio maana inafika sehemu vijana wanakuwa na changamoto kubwa sana. Na ni kweli kama ambavyo umesema kwamba hizi taasisi nyingine ndogo ndogo ambazo zinatoa mikopo kama hizi microfinance za mitaani, ni kweli zimekuwa zikiwaumiza watu wengi sana, kwa sababu kwanza ukiangalia riba wanayotoa, karibu microfinance nyingi ni karibu 20% ya mkopo, kitu ambacho ukija kuconvert pale ni riba kubwa sana. Ni riba kubwa sana ambayo unamzalishia mtu. Lakini mikopo ya serikali haina riba, na tuna utofauti sasa sisi kama serikali na hizi microfinance, kwa sababu mikopo ya serikali kwanza haina riba, lakini pia inakupa muda wa kuweza kuzalisha ile fedha ndani ya miezi mitatu, na baada ya miezi mitatu ndipo unaanza kurejesha kwa muda wa mwaka mmoja. Kwa hiyo ukiangalia ile fedha unapoipata unakaa nayo kwa muda wa mwaka mmoja na miezi mitatu. Kwa hiyo ni kama almost ni miezi 15 unakaa nayo. Tofauti na microfinance, ukichukua mkopo leo manake ni kwamba kesho unatakiwa uanze kurejesha. Umezalisha sangapi? Au ukichukua mkopo leo Jumatatu ya wiki inayofuata unatakiwa uanze kurejesha. Umezalisha kwa muda gani? Kwa hiyo utaona kwamba mikopo ya serikali inayotolewa ni mikopo ambayo ni rafiki ya kumwezesha mjasiriamali yoyote mwenye nia ya kutoka kimaisha, anaweza akaipata na akaifanyia kazi na akavuka kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo nipende tu kusema kwamba vijana karibuni, mikopo ipo. Leo hii halmashauri ya Msalala tuna karibu bilioni 1 ipo inasubiri wakopaji.
lakini tunapata changamoto sana kwa upande wa vijana, hasa kwa kutokuwa waaminifu kwenye swala la marejesho. Lakini haimaanishi kwamba sasa hatutoi mikopo kwa vijana, bali tunatoa mikopo, lakini kwa sasa kuna taratibu na kanuni ambazo nyingi zimeboreshwa, zimebadilishwa, ambazo zitamsababisha kijana mwenyewe aweze kurejesha. Na ni hatua gani sasa ambazo zinachukuliwa kwa wale ambao wanashindwa kurejesha mikopo baada ya kuchukua? Hatua zinazochukuliwa, nafikiri hata hivi karibuni mtakuwa mmeshuhudia, kuna paranja limepita mitaani, ni kwamba kijana anayeshindwa kurejesha au kikundi chochote kinachoshindwa kurejesha mkopo lazima tukifuatilie. Lazima tutumie sheria, tutatumia vyombo vya dola kuhakikisha kwamba ule mkopo unarudishwa. Na hata hapa nyuma kumekuwa na kamata. Watu wengi sana wamekamatwa kuhakikisha kwamba wanarudisha fedha zile, ili mwisho wa siku ziweze kuzunguka kwa watu wengine, pia waweze kunufaika na fursa ile, waweze kuboresha biashara yao. Kwa hiyo tunatumia nguvu za dola kuhakikisha kwamba unarudisha mkopo. Zungumza na kina mama sasa wenye vikundi vyao, zungumza na yeyote yule ambaye anawaza afanye nini ili kutoka mtaani, afanye nini kujikwamua, afanye nini ili aweze kuanzisha wazo lake la biashara. Wazo alilonalo, wanasema kwamba mtaji wa kwanza ni wazo. Ana wazo lakini hajui pesa anapata wapi, na pesa ipo 10% kila halmashauri hapa nchini. Zungumza na watu wa namna hii. Nipende kutumia nafasi hii kuzungumza na watu wote, nisiseme wakina mama peke yao. Nizungumze na kina mama, nizungumze na vijana wenye umri wa miaka 18 mpaka 45, lakini kadhalika nizungumze na watu wenye ulemavu. Fursa hii ipo na waweze kujitokeza kuitumia. Na kama ulivyosema, kitu cha kwanza ni wazo. Kwa hiyo kama kitu cha kwanza ni wazo, watutumie sisi wataalamu. Yaani kabla mtu hujaenda kwenye hatua ya kuchukua mkopo, pata ushauri, pata elimu kwanza. Dadisi, jua, angalia, uweze kujifunza, uweze kupata elimu. Ukishapata elimu ya kutosha, then chukua hatua. Usiogope, thubutu, kwa sababu tunaona kwenye maisha ya leo sasa, hata hawa matajiri tunaowaona duniani sio kwamba wanachukua mikopo, wanaendelea. Kikubwa tu ni kuzingatia masharti, kwamba nimechukua nirudishe, ili kesho kutwa nikachukue kikubwa zaidi. Nirudishe kesho kutwa nikachukue kikubwa zaidi ya kile cha kwanza na cha pili. Kwa hiyo watu wengi wametoka kimaisha, watu leo wanamiliki fedha nyingi, ni mabilionea leo, tunawafuata, ni wadau wakubwa, lakini wameanzia katika hatua hizi za chini. Ni kuwa na nidhamu na utii katika swala zima la mikopo. Kwa hiyo niwakaribishe watu wote, wanawake ambao bado wako wamekaa nyumbani, lakini hata wale ambao wako kwenye ujasiriamali. Wanasema mtaji hautoshelezi siku zote. Kwa hiyo watumie fursa hii, waweze kuwaona wataalamu, maafisa maendeleo tupo, watufikie, tuwape elimu, tuwaelekeze ni hatua zipi wazitumie, ni hatua gani wazifuate, ili waweze kufikiwa kupata mikopo ile. Nami sasa nichukue fursa hii kusema asante kwa kukaribia Kijiweni. Asante kwa kuchukua muda wako wa thamani na wapekee sana kuja kuketi na sisi hapa kuzungumza haya ambayo yanazungumzika, lakini pia zaidi ni kutoa elimu ya mkopo wa 10% unaotolewa na serikali ya awamu ya 6 ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Asante sana. Asante, kushukuru. Mtazamaji wa Mjasiria TV, kila lililo na mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Na leo tunafikia tamati Kijiweni siku ya leo. Mada mezani ilikuwa inasema, unafahamu nini kuhusu mkopo wa 10% unaotolewa na serikali ya awamu ya 6 ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Langu jina ni Pele Mkono. Tukutane wakati mwingine hapa hapa Kijiweni. Bye bye.